Mtazamaji wa Kipepeo Digital, kipindi kinaitwa Bahasha Mkononi. Leo niko hapa katika kituo cha Manase Daycare Center ambako wapo kwenye maandalizi ya kuweza kupokea watoto, na niko naye hapa. Nimefanikiwa kufika hapa katika kituo hiki cha Manase Daycare kinachopatikana Dar es Salaam, Tanzania, wilaya ya Temeke, lakini katika kata ya Sandahali na mtaa wa Sandahali. Tusipuuzie vituo vya kulelea watoto wadogo na tusikilize faida zake ni zipi. Huyu hapa, tumsikilize mkurugenzi wa kituo hiki cha Manase Daycare alichokizungumza. Ninaitwa Manase Kefa Magwila. Mimi ni mmiliki wa kituo hiki cha Manase Daycare Center ambacho kinapatikana hapa mkoa wa Dar es Salaam, wilaya ya Temeke, kata ya Sandahali na mtaa wa Sandahali. Kituo hiki kimekuwa ni kituo bora sana katika kata yetu. Nikizungumzia tu kwa kifupi ni kwamba jamii inayotuzunguka imetuelewa ipasavyo. Na ni kwa nini tumefikia hatua ya kueleweka vizuri kwa jamii? Ni kwa sababu tu walezi wote waliopo kwenye kituo hiki wamesomea masuala ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Na si tu kusomea pekee, bali pia yale mafunzo kazini, kwa maana semina ndogo ndogo wamekuwa wakihudhuria kila wakati. Nawapa fursa, wanaenda kuhudhuria. Mimi mwenyewe ninaenda kuhudhuria mafunzo hayo ya muda mfupi. Hivyo tunalea watoto kwa msingi na sheria ya Tanzania. Na tunajua sayansi ya MAM, yani makuzi, malezi na maendeleo ya awali ya mtoto. Tofauti na vituo vingine ambavyo ni wanajua kufundisha kama shule ya msingi na kutumia bakora na vitu vingine. Lakini kumbe mtoto anafundishika vizuri kabisa bila hata kuchapwa, bila hata kufosiwa. Mbinu za ufundishaji ni nyingi mno. Kwa mtoto kumwezesha afanye mwenyewe inawezekana sana. Hasa kituo hiki tunayo nafasi leo kuwatangazia kwamba tupo kwenye mapumziko, watoto wameenda kupumzika kwa likizo, lakini shughuli ndogo ndogo zinaendelea. Kama vile niko hapa leo hapa ofisini kupokea watoto wapya, naandikisha, ninasajili, na niwakaribishe tu wazazi kwamba wenye watoto wanaotaka watoto wao kweli walelewe katika misingi sahihi, basi Manase Daycare Center ipo kwa ajili yao. Na ili mtoto, kumbuka tu mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Hebu waleteni tuwape maadili sahihi na misingi imara ili waweze kuishi katika maisha ambayo ni sahihi baadaye. Kwa sababu hata Biblia imesema kwamba mlee mtoto katika njia impasayo, nao hatoiacha hata atakapokuwa mzee. Hivyo tunalea watoto katika njia iwapasayo, hawatoisahau na hawatoiacha hata wakiwa wazee. Tunahitaji kuwapata Watanzania ambao ni bora, Watanzania wenye fikra, Watanzania wanaweza kuiongoza nchi yetu kwa usahihi. Wanahitaji malezi, makuzi na maendeleo ya awali kwa usahihi. Vinginevyo ukimkosea mtoto katika age hiyo, basi unategemea kuvuna ulichokipanda. Kwa maana ya kwamba umemtengeneza mtu mbovu, utavuna kibovu. Ukimtengeneza mtu imara, utavuna kilicho imara. Manase Daycare Center tupo, tumekubaliwa na serikali, tumesajili. Lakini pia tumejifunza mafunzo ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Tunafanya kazi kwa mujibu wa sheria, tunafanya kazi kwa mujibu wa mtoto anahitaji nini. Lakini si hivyo tu, tumekuwa tukiwaita wazazi na kuwaelimisha masuala mazima ya sayansi ya MAM, ili waweze kujua kumbe mtoto anaweza akakosewa akiwa tumboni. Mtoto anaweza akakosewa akiwa kishazaliwa. Mfumo wa maisha ukamharibu mtoto kwenye fikra zake. Na tunashukuru kwa kweli wazazi wanabadilika hatua kwa hatua. Na nitoe wito na niombe serikali ijikite sana kwenye kuwabadilisha wazazi kuhusiana na hii elimu ya makuzi, malezi na maendeleo ya awali ya mtoto. Mzazi akielewa vizuri mtoto anahitaji kufanyiwa nini ili awe mtu gani, basi hatutopata shida sisi wa daycares, hatuwezi kupata shida. Lakini bahati mbaya jamii hawajui nini maana ya makuzi, malezi na maendeleo ya awali ya mtoto. Sasa wanapowaleta huku tukijaribu kuwapa misingi, unaona kama tunawapa adhabu. Wazazi wenyewe tunawapa mambo yanakuwa ni magumu. Lakini hapana, ili akili ya mtoto iweze kukua na kunasa vitu ambavyo ni sahihi kwa yeye baadaye, ni lazima tu hii sayansi ya MAM mzazi aielewe. So serikali naomba please, wekeni nguvu, bajeti ya kutosha kwenye Wizara ya Ustawi wa Jamii, nao wasikae ofisini, waingie wafanye kazi. Tunaahidi tutashirikiana nao, maafisa ustawi, tutashirikiana nao bega kwa bega tuweze kuibadilisha jamii iweze kujua malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto yanahitaji nini.
letu la Tanzania kwa kizazi kijacho. Manase Daycare Center na wakaribisha wazazi wote, waleteni watoto. Tuko na nafasi za kutosha kwa sasa na wakati wa kuandikisha watoto ni huu, ili tunaporudi Januari tarehe 5 tuanze nao. Kana kwa namba ya simu ifuatayo ni 0786 588 443, kwa maana ya kwamba 0786 588 443.